Tukiachana na klabu ya Yanga kususia mchezo wao wa hapo Juni 15 dhidi ya Simba, mchezo ambao ni wa dabi ya Kariakoo, kuna madhara ambayo pengine Yanga wanaweza kukumbana nayo ya kikanuni kutokana na kanuni za uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kufuatia Yanga kushikilia msimamo wao kutokucheza mechi ya dabi, inaweza kuwa na nafasi kubwa kwa Simba kutoa ubingwa wa ligi kuu soka msimu huu wa 2024-2025. Yanga inabanwa na kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la 2024 kifungu cha kwanza ibara ya kwanza 3 inayoeleza adhabu kwa timu itakayoshindwa kufika uwanjani itapokwa pointi 15. Lakini mgomo huo wa Yanga kuna hatari kwao kupoteza nafasi ya pili itakayowapatia tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa Afrika msimu ujao endapo itateleza katika mechi mbili zilizobakia kisha Azam ikafanya vizuri. Kanuni ya 31 ya ligi kuu bara toleo la 2024 kipengele cha kwanza kinasema timu yoyote itakayokosa kufika uwanjani bila sababu za msingi zinazokubalika kwa TFF au TPLB na au kusababisha mchezo usifanyike itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Moja, kutozwa faini ya shilingi milioni 5 ambapo shilingi milioni 2.5 itachukuliwa na bodi ya ligi na shilingi milioni 2.5 italipwa kwa timu pinzani. 2, kulipa fidia maandalizi au uharibifu wowote unaoweza kujitokeza. 3, kupokwa alama 15 katika msimamo wa ligi kuu na viongozi waliosababisha jambo hilo watachukuliwa hatua zaidi za kinidhamu. 3.1, endapo timu itakuwa na alama pungufu ya 15 itakuwa na alama hasi kwa kiasi kinachopungua kwenye msimamo wa ligi. 2, endapo timu itamaliza msimamo wa ligi ikiwa na alama hasi itaanza na alama hizo hasi katika msimamo wa kwenye msimamo unaofuata wa hadhi yake. 14, itapoteza haki ya kuchukua gawio lake na mapato ya mchezo huo. 5, kiongozi yeyote atakayebainika kushiriki au alishawishi au alikuwa chanzo au sababu ya timu kutokea uwanjani bila ya sababu za msingi atafungiwa kwa kipindi cha miezi 12. Sasa tukijaribu kuangalia tu miongoni mwa watu ambao walitoa matamko baada ya mchezo ule wa Machi 8 kushindwa kufanyika, aliyechapisha katika ukurasa wake wa Instagram alikuwa ni makamu mwenyekiti wa klabu ya Yanga. Huyu si mwingine bali ni Arafat Haji, ambaye yeye alichapisha kwa kuelezea mapema kabisa kwamba hawatarajii kuwapo kwa mchezo mwingine wa dabi zaidi ya ule wa tarehe 8 Machi. Anasema aliandika kwa kirefu zaidi na kusema kwamba kuwa makini sana na maji ambayo yametulia. Nakumbuka misemo yake ambayo aliitoa kwa bahati mbaya ama nzuri wao walikuja kupigia tu msumari kwamba hawawezi kucheza mchezo mwingine wa dabi baada ya dabi ile iliyotamatika. Lile andiko aliandika Arafat Haji na kwenda kunukuu: ndugu wananchi, kwa dhati ya moyo wangu niwapongeza kwa kufika uwanjani kutoka kona zote nchini. Mlisafiri kwa anga, mlisafiri kwa magari, mliopanda pikipiki, mliopanda boti hadi watembea kwa miguu. Yote ni kwa ajili ya Young Africa. Huu sio tu upendo bali mahaba ya kulevya kwa klabu hii bora zaidi nchini. Ndugu wananchi, poleni mno kwa kadhia leo. Sisi kama viongozi mliotupa dhamana kusimamia hii chapa kwa niaba yenu tumepigana, tumehakikisha mawazo yenu, matakwa yenu na sauti yenu inasikika kwa sauti ya juu sana. Kwa kuheshimu mpira wa miguu na kuheshimu uthubutu wenu, tuliandaa na kuleta timu uwanjani tayari kwa kushindana, ila iliyotokea yametokea. Ndugu wananchi, poleni kwa kupoteza muda wenu, kwa kupoteza fedha zenu kwa ajili ya mechi hii kubwa na ya kihistoria. Ninyi ni sisi na maumivu haya ni yetu sote. Kama ambavyo tumeimba pamoja, tumelia pamoja, basi hata sasa mpaka milele tupo pamoja. Hilo likae vyema kwenye kumbukumbu kuwa sisi ni Yanga.
Wachezaji na benchi la ufundi, asanteni kwa heshima mliowapatia wapenzi wa soka nchini bila kujali timu zao. Mmehakikisha mpira wa miguu umeshinda. Kuna wakati sio swala la mshahara wala posho, bali heshima kwa nembo ya kijani na njano. Asanteni vijana kwa kufika, na angalau mashabiki wameweza kuwaona na kuwalaki. Wananchi, mechi yetu dhidi ya mtani wetu Simba imeisha leo hii kwa msimu 2024-2025 raundi ya pili, na ieleweke vema hakutakuwa na mechi nyingine, sehemu nyingine, siku nyingine na tarehe nyingine yoyote ya kuihusu Yanga dhidi ya Simba kwa ligi kuu. Iwekwe sawa kwenye kumbukumbu na ikolezo vyema kwa wino kuwa it's done and dusted. Sisi tunasonga mbele na ratiba zingine. Hii ndiyo sauti yenu moja, kamba moja ya daima mbele nyuma mwiko, na tutashikilia hapo hapo. Wananchi, niwatakie safari njema, wananchi wote kurejea makwenu. Mungu awalinde, awatunze, mkaungane tena na familia zenu. Tutakutana tena wakati mwingine panapo majaliwa, inshallah. Arafat Haji AH, makamu wa rais Young Africa. Hii ndio iliandikwa na Arafat Haji baada ya mchezo ule wa siku ya Machi 8 ambapo mchezo kufanikiwa kufanyika, lakini Arafat Haji aliandika mapema kuhusiana na msimamo ambao viongozi wa Yanga watakuwa nao, na kweli siku kadhaa mbele walikuja kuibuka viongozi wa Yanga pamoja na wanachama wakisema kwamba hawatacheza mchezo mwingine baina yao na Simba, na wakaja mpaka na kampeni ya hatuchezi ng'oo, na hii imeenea kweli, na hii ni kumaanisha kwamba mchezo wa dabi kwa msimu huu utakuwa ni ule mmoja, utakuwa ni ile miwili, mmoja ule wa ufunguzi katika ngao ya jamii, lakini wa pili ulikuwa ni mchezo wa raundi ya kwanza ya dabi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kwa upande wa mchezo wa pili kuna hatihati ya mchezo huu kuwepo, na kama hautakuwepo basi Simba watanufaika kwa kupata alama 3 na ushindi wa mezani, lakini vile vile Yanga watapata hasara ya kukatwa alama takriban 15. Usisahau kusubscribe na kushare na kulike na kushare katika YouTube channel yetu Renewal Update TV.